Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania katika mkoa wa Mwanza Bwana Patrick Masagati amesema tukio hilo limezua taharuki kubwa na hofu kwa wafanyabiashara kuhusu usalama wao. Tunajiona kwamba hatuko salama sisi na mali zetu kutokana na vitendo hivi vya utekaji kuendelea kumea kila kuchao. Na kwa statement ya Kamanda Mtafungwa ni maana kwamba wamechukua hatua za dhati kuhakikisha kwamba jambo hii mfanyabiashara huyu anapatikana, lakini mambo haya pia yakikomeshwa kwa sababu hii taharuki ni kubwa. Aidha, Bwana Masagati ametoa wito kwa vyombo vya dola mkoani Mwanza kulitazama jambo hilo kwa uzito sambamba na kuimarisha usalama kwa raia wa Tanzania wakiwemo wafanyabiashara. Tuna imani kwamba jeshi la polisi litaendelea kuimarisha ulinzi kwa wafanyabiashara na mali zao katika jiji letu la Mwanza ili shughuli za biashara ziendelee kufanyika kwa amani na utulivu na kuchangia pato la taifa katika kulipa kodi. Lakini ikiwezekana tunaweza kusitisha biashara tukaendelea tukashirikiana kwa namna moja ama nyingine kumtafuta mfanyabiashara mwenzetu Bwana Chonchori. Kwa hiyo naweza na mimi nikawa na wasiwasi kwamba kama yeye hataonekana na mimi sitakuwa salama na yeyote yule hatakuwa salama. Kwa hiyo tunachokiomba ni kuiomba mamlaka, hasa serikali ndio tunayoitegemea, naweza wakafahamu au wana vyanzo vingi vya kufahamu lolote, maana sisi raia tunawategemea kwa ulinzi wetu na shughuli zetu na mali zetu na familia zetu. Kwa hiyo ndio naomba aweze kupatikana, alafu hii tabia pia ikome. Kama mtu ana shida yoyote ile kwa mtu binafsi, asifanye jambo kama hili kuleta taharuki. Tuweze kuishi, kama kuna tatizo mtu amelifanya, basi kuna mamlaka za kutatua migogoro, kuna mahakama, kuna watu, kuna wazee. Bwana Daniel Chonchorio alitoweka katika mazingira ya kutatanisha maeneo ya mtaa wa Temeke jijini Mwanza Machi 23 mwaka huu wakati akifanya mazoezi, ambapo hakurejea nyumbani kwake hadi sasa, huku jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi zaidi kuhusu tukio hilo.